Asante sana wenzangu kutokea studio jijini Dar es Salaam, Emmanuel Mwakapotela pamoja na Dorcas Raymond. Mtazamaji, nakukaribisha katika matangazo haya mwendelezo wa kipindi chetu cha Baragum Live kutokea hapa makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Mimi ni Amani Mbando. Nafahamu ya kwamba leo ni Jumatatu nzuri kabisa, Jumatatu ya kwanza ya mwezi Februari mwaka huu wa 2026. Leo tunakwenda kuangazia mada inayoangazia kuhusu hali ya ugonjwa wa homa ya ini nchini Tanzania. Katika kuangazia hili nipo na mratibu wa homa ya ini kutoka Wizara ya Afya chini ya Mpango wa Taifa wa Kudhibiti Ukimwi, Magonjwa ya Ngono yani STI na homa ya ini. Karibu sana Mr. Gabriel, Mr. Barnabas Gabriel. Asante sana. Hali ya NASHCOP inaendelea? NASHCOP ni salama kabisa. Watu wanaweza kujiuliza NASHCOP ni nini? Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kwamba NASHCOP manake ni Mpango wa Taifa wa Kudhibiti Ukimwi, Magonjwa ya Ngono pamoja na homa ya ini. Kabla ilikuwa inaitwa NASPI ambayo ilikuwa ni Mpango wa Taifa wa Kudhibiti Ukimwi peke yake, lakini baadaye serikali ikaona kuna haja ya kuweza kujumlisha haya magonjwa ili kuwe na mpango mmoja ambao utadhibiti ukimwi, homa ya ini pamoja na magonjwa ya ngono ambayo ni STI. Hiyo ndo NASHCOP. Homa ya ini ni nini? Kwa sababu tumekuwa tukisikia kampeni mbalimbali na chanjo zinatolewa. Homa ya ini yenyewe ni nini kwa wale ambao bado hawaelewi? Asante. Na homa ya ini ni kwamba homa ya ini ni ugonjwa ambao unasababishwa ambao unashambulia ini na kwa Kiingereza tunaita hepatitis. Kwa hiyo kwenye ugonjwa huo ni kwamba kwetu sisi kwa maana ya Wizara ya Afya kupitia kitengo cha NASHCOP tunajikita zaidi na ugonjwa wa homa ya ini ambao unasababishwa na virusi, ambavyo tuna virusi mbalimbali ambavyo vinasababisha ugonjwa huo, ikiwepo virusi vya aina A, virusi vya aina B, virusi vya aina C, D na E. Kwa hiyo virusi hivyo ndio vinasababisha ugonjwa wa homa ya ini, lakini virusi ambavyo serikali inapambana navyo na virusi ambavyo ni hatari zaidi, basi ni virusi ambavyo vya aina B na C. Kwa ugonjwa wa homa ya ini ambao unasababishwa na virusi B na C ndio ugonjwa hatari na ndio ugonjwa ambao unaweza kusababisha kansa baadaye, na ndio maana tumeweza kuwekeza nguvu nyingi kwenye homa ya ini ambayo inasababishwa na virusi B pamoja na C. Tuna mada ambayo inaangazia hali yenyewe ya ugonjwa wenyewe kwa nchi yetu ya Tanzania. Mtazamaji afahamu labda hali ipoje kwa sasa ya ugonjwa wenyewe wa homa ya ini. Ukija kwenye hali kwa maana ya ushamili wa ugonjwa huo ni kwamba mpaka sasa kitaifa kutokana na tafiti ambayo ilifanyika 2022-2023 ya THIS ambayo inaitwa Tanzania Health Impact Survey, ni kwa HIV Impact Survey, ni kwamba ilionyesha hali ya maambukizi ya ugonjwa wa homa ya ini ilikuwa 3.5 kwa homa ya ini ambayo inasababishwa na virusi B, wakati ile ambayo inasababishwa na virusi C ambayo ni C ilikuwa ni 0.2. Kwa hiyo 0.2 ndio ilikuwa hali ya ushamili wa magonjwa hayo ya B na C kwa hapa Tanzania. Lakini ukiona kwenye makundi kadhaa ambayo mfano kama ukienda kwenye homa ya ini ambayo inasababishwa na virusi C, makundi kama ya wajidunga, unakuta hali ya ushamili wa maambukizi ni mkubwa kuliko makundi mengine. Ila kwa mpaka sasa hali ya ugonjwa huo ni kwamba tuko 3.5 kwa maana ya homa ya ini inasababishwa na virusi B na 0.2 kwa virusi vinasababishwa na C. Umeeleza kuna B na C ndo aina mbili pekee ambazo zimeshamiri hapa nchini au kuna nyingine? Aina kama nilivyosema kwamba homa ya ini inasababishwa na virusi vya aina 5 mpaka sasa ambavyo ndio vipo, ambavyo ni A, B, C, D na E. Lakini virusi ambavyo ni hatari ambavyo vinaweza kusababisha chronicity kwa maana athari za muda mrefu kwa maana mpaka kansa, mpaka ini kusinyaa, ni virusi aina mbili ambavyo ni B na C. Na ndio maana hivyo ni virusi hatari kwa sababu kia A na E ni virusi ambavyo mtu anaweza kupata tu magonjwa ya kawaida kama kuhara na baadaye ndani ya muda mfupi tu akawa ameweza kuweza kupona akipata tu matibabu mengine. Ila virusi B na C kwa maana ni virusi hatari, na wagonjwa hawa wasipotibiwa na nguvu isipowekwa mkazo ukubwa, mwisho wa siku anaweza kujikuta anaweza kupata kansa ya ini. Dalili zake ni zipi? Sasa dalili za ugonjwa zinatofautiana. Tukijikita kwenye labda kwenye magonjwa haya kama nilivyosema kwamba virusi vinasababishwa na homa inasababishwa na virusi aina 5, ukija A na E unakuta kwamba ni mtu anaweza kupata dalili za kawaida kama za kuhara ambazo ni za kawaida. Lakini ukija kwenye virusi ambavyo tunaviongelea zaidi na serikali imeamua itilie mkazo ambavyo ni B na C, unakuta dalili mojawapo ambayo ni kubwa ni kwamba
ule unjano katika macho, unjano katika ngozi, lakini pia unakuta watu hao wanakuwa na dalili mbalimbali. Mfano dalili ambazo zinaweza kufanana na dalili za malaria, za magonjwa mengine, mojawapo unaweza kukuta wanakosa hamu ya kula, wanapata kichefuchefu kama kawaida, lakini pia dalili nyingine unakuta tumbo linaweza kuwa limevimba, mtu anaweza kupata shida katika tumbo, kwa sababu mwisho wa siku ya magonjwa binafsi madhara yake oga ni makubwa sana, yanaenda kuaffect ini, yanaenda kwenda kutrigger pale ini inakuwa haijakaa vizuri. Kwa hiyo ini likishakuwa lina shida, mtu anaweza kupata hizo shida mbalimbali, mfano kama nilizosema hizo tayari. Lakini pia shida nyingine ambazo mtu anaweza kana ipata ni kwamba anaweza kupata zile dalili za labda mkojo, unakuta unakuwa una rangi tofauti na mwisho wa siku kama rangi ya Coca-Cola. Hiyo pia ni moja ya dalili ambazo zinaweza kuonesha ugonjwa huu wa homa ya ini. Lakini tunashauri kwamba mpaka dalili zinapotokea mtu anakuwa tayari ini lake limeshaathirika kwa ukubwa sana, na tunasema kwamba tunatamani Watanzania waweze kupima kabla hawajaona dalili, kwa sababu mpaka umeona dalili maana yake umeshafika stage ambayo ni mbaya zaidi. Kwa ni vizuri ukapima ukajua, ili mwisho wa siku uweze kupata matibabu au uweze kupata kinga kutokana na. Tutakuja kwenye hiyo ya kuhamasisha, lakini tufahamu huku mwanzoni mpaka maambukizi yanakuwaje, kwa sababu umeeleza kwamba ni kirusi. Tutajiuliza labda inaenezwa kwa njia gani au inaambukizwa kwa namna gani? Sasa njia za maambukizi nitajikita kwenye B na C ambazo ndo tunasema kwamba ndo hatari zaidi. Nikianza labda na B. Virusi homa ini ambayo inasababishwa na virusi B, njia kubwa ambayo ni hatari sana ambayo inaambukiza ni njia namba moja, ni kwamba kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Kwa hiyo kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto ndo njia kubwa sana. Kwa hiyo kama mama atakuwa hajatibiwa wakati wa ujauzito au wakati wa kujifungua, na asilimia karibu 90 mpaka 95 za kuweza kumwambukiza mtoto. Lakini njia ya pili kwa virusi B ni kwamba damu ambayo sio salama. Even though saizi tumeshaona serikali imeshakuwa watu wanaongezewa damu iliyo salama, lakini kama haujapata damu iliyo salama, basi uko kwenye hatari zaidi ya kuweza kupata homa ya ini ambayo inasababishwa na virusi B. Lakini njia nyingine ni kwamba kuchangia incha. Mfano kama mtu anaweza kuchangia incha hizi, kwa maana vitu ambavyo vina incha kali, mfano sindano, hata kama hospitali mtu anaweza kujichoma kafanyaje. Kwa hiyo pia unaweza kusababisha ugonjwa huu wa homa ya ini unaosababishwa na virusi B. Lakini pia kufanya mapenzi bila kutumia kinga, kwa maana kama uweze kutumia condom, basi una uwezo mkubwa sana wa kuweza kupata homa ya ini inayosababishwa na virusi B. Wakati ukija homa ya ini inayosababishwa na virusi C, njia namba moja kama nilivyosema, kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto kwa B, lakini kwa C njia namba moja ni percutaneous, kwa maana kujidunga. Kwa hiyo wanaojidunga wana hatari zaidi ya kuweza kupata homa ya ini inayosababishwa na virusi C. Kwa hao namba moja. Lakini njia namba mbili inaweza katokea kutokana na damu, kama ukiongeza damu ambayo sio salama pia. Lakini pia kwa njia ya kufanya ngono zembe pia iko kwa kidogo sana, lakini kwa B imeshamiri zaidi. Kwa hizo ndio njia za maambukizi kubwa mtu anaweza kuzipata kwenye homa ya ini B na C. Ni sahihi kusema kwamba uambukizaji wake ama maambukizi yake yanatofautiana sana na haya magonjwa ya ngono pamoja na HIV yenyewe, na ndio maana ipo katika chini ya uratibu wa mpango mmoja. Yani upo sahihi kabisa. Kwa hiyo maana yake mwaka 2023 mwezi Novemba, kwa maana mwezi wa 11, serikali iliona tija kwamba haya magonjwa, kwa sababu matibabu yake yanafanana, njia za maambukizi zinafanana, njia za kujikinga zinafanana, zikaamua zilete katika mwavuli mmoja wa kuweza kuhakikisha kwamba tunaweza tukazimanage tukadhibiti kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo njia za maambukizi zinafanana, na pia na ndio maana ukaona hata muunganiko umetokea ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapata hizi huduma katika sehemu moja. Tuje sasa kwenye eneo lako la uratibu kutokea wizarani, ni huu mpango kwa maana NASHCOP, kwa namna gani umejipanga katika kudhibiti huu ugonjwa wa homa ya ini kitaifa? Kwanza kujipanga, namba moja ni kuweza kuunganisha ya magonjwa. Kwa hiyo kuweza kuunganisha magonjwa maana yake ilikuwa inahitaji tuweze kuhakikisha kwamba homa ya ini inakaribishwa kwenye udhibiti wa ukimwi ambao ulishakuwepo kwa muda mrefu. Kwa hiyo tutapata experience kubwa kutoka kwenye udhibiti huo. Lakini pia njia mojawapo ni kwamba ukienda kwa watoto, tunajua kama nilivyosema kwamba njia mojawapo ya kwanza ya udhibiti ya maambukizi ni kutoka mama kwenda kwa mtoto, hasa kwa homa ya ini au viral hepatitis ambayo inasababishwa na virusi B. Kwa hiyo njia mojawapo ilikuweza kuwapatia kinga wale watoto. Kwa hiyo watoto wote ambao walianzia kutoka 2002 mpaka sasa wanapatiwa chanjo ya homa ya ini ambayo inaitwa pentavalent. Ni mchanganyiko wa chanjo nyingi. Kwa hiyo ndio serikali namba moja ili kuweza kuwakinga watoto wanaozaliwa, kwa sababu maambukizi kwa watoto ni makubwa sana kutoka kwa mama kwa mtoto. Lakini njia nyingine ni kwamba
tuna huduma za matibabu, kwa maana mtu atakayegundulika na ana homa ya ini basi anaweza katibiwa. Hospitali zetu zinatoa huduma za homa ya ini, na kwa kuanza tulianza na hospitali za mkoa, hospitali za kanda pamoja na hospitali ya taifa, lakini tunategemea kwenda zaidi kuweza kuwafikia wananchi wengi zaidi kuweza kupata hizi huduma. Lakini kingine ni kwamba ukienda kliniki, wamama wajawazito bado wanakuwa screened, kwa maana ya kuangaliwa utambuzi wa kama ana maambukizi, na kama hana maambukizi basi tunashauri aweze kuwa linked kwenda kwenye chanjo, lakini kama ana maambukizi basi aweze kupata prophylaxis, kwa maana matibabu, ili mwisho wa siku aweze kutibiwa. Ni watoto waliozaliwa au ni kuanzia 2002? Kuanzia watoto wote walianza kuanzia 2000. Kwa maana yake chanjo kwa watoto ya homa ini imeanza 2002. Imeanza 2002. Yes. Na pengine hali ipoje? Labda mapokeo, kwa maana ya kwamba kwa sababu tunajua kumekuwa na ukinzani labda kuhusu masuala ya chanjo na nini. Hii inapokelewaje? Chanjo ya homa ini ni ya muda mrefu sana. Unaweza kusema hivyo kwa sababu ya kupata ile chanjo ya COVID na nini, lakini chanjo ya homa ini ni chanjo ambayo ina mapokeo makubwa sana, na hata ukiangalia kwa watoto ni asilimia kubwa sana, almost above asilimia karibu 98 na above watu wanapatiwa homa ya ini, chanjo ya homa ini kwa watoto pentavalent. Kwa hiyo mapokeo ni makubwa sana, na ni chanjo ambayo imeshathibitishwa na shirika la afya WHO, na pia ni chanjo ambayo ni ya muda mrefu. Kama unavyoona toka 2002 kwa Tanzania tuanza kuiadapt, lakini wenzetu nchi nyingine inawezekana walianza mbali zaidi. Kwa hiyo ni chanjo ambayo ina mapokeo makubwa, na tumeshasema kwamba usipomkinga mtoto au mama asipokuwa njia mojawapo kubwa ni kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba chanjo hii inatolewa, lakini pia acceptance yake ni kubwa sana. Na labda turudi hapa nyuma kidogo katika eneo hili ambalo umeeleza kwamba chanjo hizi zinatolewa kwa au kutokea 2002 ama na watu wazima, na ufanisi wake upoje? Okay. Sasa nilisema kwamba yani hizi chanjo tumeanza kwa watoto, tumeanza kuzitoa 2002. Lakini sio mtoto aliyezaliwa 2002 ndio anatakiwa kupata chanjo, hapana. Yanamaanisha kwamba chanjo zinaanza kutolewa toka 2002. Kwa hiyo mpaka sasa hizi chanjo hizi zinatolewa kwa watoto chini ya miaka 5, kwa maana ile akishazaliwa wiki ya 6 atapata, wiki ya 10 mpaka 14 atakuwa mpata hizi chanjo. Lakini haimaanishi watu wengine hawana chanjo. Hizo zilikuwa ni chanjo za watoto ambao tuna pentavalent, na pia tuna chanjo nyingine ikitokea mfano mama alikuwa ni mama kati ya ujauzito wake alikuwa na maambukizi ya homa ya ini, basi mtoto lazima atapatiwa, kuna chanjo inaitwa at birth dose, chanjo wakati ndani ya masaa 24 atapatiwa chanjo na itamkinga, ili kwa sababu mama alikuwa na maambukizi. Lakini chanjo nyingine ni kwamba kuna immunoglobulin hepatitis pia, kwa mama kama alikuwa ana maambukizi pia ataipata, lakini hiyo inatokea kwa mama ambaye akiwa na maambukizi. Lakini kwa watoto wote wanapatiwa chanjo ili kuweza kuwakinga na homa ya ini. Sasa kwa watu wengine ni kwamba tuna chanjo pia za watu wazima, na ndio maana ukiangalia kwenye haya magonjwa homa ya ini inayosababishwa na B na C, homa ya ini ya B ina chanjo na chanjo yake ipo inapatikana, lakini chanjo hii ni cost sharing, kwa maana ni huduma ya kuchangia. Kwa hiyo vituo vinaweza kuipata chanjo hii ukienda kwenye hizi hospitali kama ukiona. Ndio maana tunashauri kwamba mpaka upate dalili unakuwa umeshachelewa. Kwa hiyo jambo zuri ni kwamba ukienda kuangalia homa ya ini ukiona hauna maambukizi, uzuri kuna chanjo. Kwa hiyo utapata chanjo ya homa ya ini B ambayo ipo. Na chanjo hiyo utatolewa leo, utapata chanjo ya kwanza, baada ya mwezi utapata chanjo nyingine, baada ya miezi 6 kutoka mwezi ule wa kwanza utapata chanjo ya 3, na utakuwa umemaliza na utakuwa umekingwa. Na chanjo hii ina udhibiti wake ni mkubwa sana, kwa maana ina uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo kuna nafasi kubwa sana kwa watu wote ambao wanapata, yani ina uwezo mkubwa kwamba ukishapata chanjo maana yake huna uwezo wa kuweza kuambukiza wala kuambukizwa homa ya ini. Kwa hiyo tunawashauri watu wote waweze kupata chanjo ya homa ya ini, ipo ambayo ni chanjo ya homa ya ini inayosababishwa na virusi B. Japokuwa mpaka sasa hatuna chanjo inayosababishwa duniani, hatuna chanjo inayosababishwa na virusi aina ya C. Ni kwamba tayari mtu mpaka anafikia stage hiyo, maana yake amejichunguza, amejikuta hana hayo maambukizi, na ndio maana amepata chanjo. Ni kweli. Ikitokea sasa amebainika na amechunguza hali yake ya afya na amekutwa na maambukizi, ugonjwa unatibika? Swali zuri sana. Kwa hiyo tukiangalia mfano, nitarudi sasa kwa makundi yale ya homa ya ini, ni kwamba tumesema kwamba homa ya ini kama homa ya ini viral hepatitis kitaalamu inakuwa inasababishwa na virusi wa aina 5 ambayo nilisema ni A, B, C, D na E. Kwa hiyo ukiangalia virusi hivi vyote ambavyo vinasababisha homa ya ini, virusi ya A na E, A na E tulisema kwamba vile huwa ni kama acute, kwa maana ya mtu anaweza kupata kama dalili za kuharisha na vitu vingine. Hizi zinatibika kwa urahisi zaidi. Hiyo inatibika kabisa. Kwa
Kwa ndani maki hata hataweza kwenda kwenye kansa wala kwenye ini kusinyaa. Lakini nikijikita pale pale tena kwenye B na C. Nitajikita pale kwenye B na C kwa sababu ndio msisitizo mkubwa uko pale wa serikali, lakini hata athari public threat ni kubwa sana kwenye magonjwa hayo. Kwa unakuta kwamba mfano virusi vya aina B tuna dawa za kufubaza. Kwa dawa za kufubaza zipo. Na dawa hizo ni kwamba zinatolewa na kwamba mtu akikutwa ana ugonjwa huo akagundulika kwamba anakizi vigezo vya kuanza kuanzisha matibabu, basi ataweza kuanzisha matibabu. Na matibabu hayo maana yake kama atakutwa na leo, basi ataendelea nayo kwa muda mrefu kutokana na virusi. Kwa sababu virusi vya homa ya ini vinafubazwa. Kwa hiyo kama atakutwa ameshafubazwa, basi ataweza kuondolewa kwenye dawa kwa muda kutokana na vigezo ambavyo vitawekwa. Lakini kwenye homa ya ini B tunasema tunafubaza virusi ambavyo vinasababishwa na ugonjwa huo. Lakini virusi vya aina C kwa maana ya homa ya ini ambayo inasababishwa na virusi C inatibika. Kwa ndani ya miezi mitatu, ndani ya wiki 12 mgonjwa wetu ataweza kupata matibabu na ataweza kuondolewa kabisa, atapata matibabu mazuri. Kwa hiyo inategemea na sasa kama aliweza kuchelewa, Tanzania wengi tunachelewa kwenye matibabu kujua hali zetu. Kwa hiyo unavowahi zaidi, mfano utakwenda kwenye C, maana yake unaweza kupata matibabu kuanzia wiki 12 mpaka 24. Lakini ukichelewa maana yake muda wa matibabu unazidi kuwa mkubwa. Kwa hiyo tunategemea mgonjwa wa homa ya ini C kama atakuwa amewahi matibabu ndani ya wiki 12 awe ameshapata matibabu na ameshapona tayari. Na ugonjwa huu unaambukizwa sana kwa njia ya kujidunga. Kwa hiyo B tunafubaza, lakini C tuna matibabu kabisa, yanatibika kabisa ugonjwa huu. Kwa maana kwamba kujidunga unazungumzia wale wanaoshare kwenye madawa labda ya kulevya. Yes, na ndio maana nasema kwamba tunasema madawa ya kulevya sana. Yaani ukienda kwenye ugonjwa wa C ni percutaneous. Kwa hiyo tunasema kwamba people who inject drugs au people who use drugs, sana people who inject drugs, kwa maana wajidunga ambao wanashare zile syringe, ugonjwa huu unaambukizwa kwa asilimia kubwa sana. Na ndio maana nilisema kwamba ugonjwa wa homa ya ini B njia ya kwanza kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, wakati ukija kwenye ugonjwa wa aina C njia ya kwanza ni ya kujidunga. Kwa wajidunga wanaathirika zaidi kwenye ugonjwa huu. Na ndio maana hata ukiangalia ushamiri wa taifa kwa ugonjwa wa aina C unaona kwamba kwenye wale wajidunga upo kwa kiasi kikubwa sana, lakini ukienda kwa Tanzania nzima tuko 0.2. Kwa hiyo bado tuko chini sana kwenye ugonjwa wa aina C. Lakini ukija B ndio unakuta kwa sababu njia zake ni nyingi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, na sisi tuna kina mama wengi sana. Njia ya kujamiana pia kwa kutokutumia kinga, lakini pia ukija damu, kuongeza damu sio salama, lakini pia na hizo ukija pia kushare hizo vitu nido kama hizo kujidunga pia kwa kidogo sana, na unakuta ushamiri wake uko 3.5 kwa homa ini ambayo inasababishwa na virusi B. Kwa hiyo kwa upana zaidi ni hivyo kwamba matibabu yako kwenye sehemu zote. Nyinyi mnaratibu ili jambo kwa maana kwamba mnapita maeneo mbalimbali nchini. Hali ipoje kwa kulinganisha mijini na vijijini? Kwa sababu tunaona hata hizo njia zenyewe labda inawezekana kufano kama kwenye kujidunga huko kwenye hii ya C inawezekana zaidi kaa labda maeneo ya mjini. Sijui mnaliona hilo wakati mnapita katika kuhamasisha na kutoa elimu? Kwa hiyo hali ya ushamiri, ukiangalia hali ya ushamiri inatofautiana maeneo na maeneo. Na ugonjwa wa homa ini ukija kwenye maeneo, mfano kama nilivyosema kwamba homa ini ambayo ni C kwa sababu ni ya kujidunga, inaambukizwa sana kujidunga, lazima utakuta na shamiri zaidi maeneo ambayo ni urban, maeneo ambayo ni mjini zaidi. Na unaona ukikuta maeneo ambayo yana wagonjwa wengi wa kujidunga, mfano kuna Mwanza, kuna Dar es Salaam, hadi maeneo kuna Tanga pia, kuna Arusha. Kwa unakuta ni maeneo ambayo wajidunga ni wengi sana. Kwa hiyo hata ushamiri wake unakuwa mkubwa sana. Lakini kikubwa ni kwamba kuna vituo ambavyo vinaitwa MAT. Kwamba zile methadone assisted therapy, kwa maana tuna vituo ambavyo hawa wajidunga wanapata kupata methadone. Lakini pia wanapata huduma za HIV, wanapata pia huduma za STI kwa maana magonjwa ya ngono, lakini pia wanapata huduma za homa ya ini. Kwa hiyo kuanzia kule tumewapelekea kwenye vile vituo vyao ambao wanapata huduma nyingine, basi tumeweza kuwapelekea huduma za homa ya ini. Lakini ukija kwenye hali ya kawaida ya homa ya maeneo mengine inategemeana. Kama tulivyosema kwamba kuna maeneo ambayo yanakuwa na kama sio wafuasi wa kuhakikisha kwamba tunaweza kuondokana na hizi njia za maambukizi, unakuta hali pia ni kubwa baadhi ya maeneo. Kwa hiyo sehemu ambayo kama Dar es Salaam, mfano kama ukienda mikoa ambayo ina ushamiri mkubwa kama homa ya ini kutokana na tafiti mbalimbali, mfano mkoa wa Rukwa una ushamiri mkubwa wa homa ya ini, lakini pia kuna mkoa kama Shinyanga, kuna mkoa kama
mkoa kama Morogoro pia, lakini pia kuna mkoa kama Katavi. Kwa hiyo inategemeana maeneo na maeneo kutokana na njia za watu walivyochukua. Kwa hiyo ni vitu vizuri sana kwamba kuhakikisha kwamba hii sio kwamba bwana iko sehemu fulani sana, iko sehemu fulani sana, hapana. The best things ambacho mtu akakifanya ni kuhakikisha kwamba njia zile za maambukizi ni kuhakikisha kwamba tunaweza kuzipunguza, tunachukua kinga, tunachukua tahadhari ili tuweze kuhakikisha kwamba tunapingana au tunapambana na ugonjwa huu wa homa ya ini. Maelezo vizuri sana ndugu yangu Barnabas Gabriel ambaye ni mratibu wa homa ya ini kutoka Wizara ya Afya. Labda tuangalie uhusiano wa kitabibu kati ya ugonjwa wa homa ya ini na VVU, kwa maana kwamba inawezekana mwenye homa ya ini kwenye VVU akawepo, ama mwenye VVU akawepo akawa na homa ya ini, ugonjwa wa homa ya ini. Yani ugonjwa huu labda niseme kitu kimoja kwamba tunasema kwamba kuna mwingiliano mkubwa sana wa ugonjwa wa homa ya ini pamoja na VVU, lakini haimaanishi kila mwenye VVU lazima apate homa ya ini, na haimaanishi ambaye hana VVU hawezi kupata homa ya ini, kwa sababu kama tukienda pale ni kwamba njia za maambukizi kama nilivyosema, kwa maana kama ukishindwa kuzingatia, mfano unaweza ukawa una maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini pia kama hautaweza kutumia kinga, basi utaweza kupata homa ya ini kama utakutana na mtu mwenye virusi vya homa ya ini. Na mtu pia ambaye hana homa ya ini, kama hataweza kujikinga, anaweza pia kupata ugonjwa wa homa ya ini. Mfano pia hata ukiangalia kwa mama mjamzito, kwa maana kama hataweza kuweza kugunduliwa mapema, ni kwamba anaweza kuwa na ukimwi, lakini pia akaweza kupata homa ya ini, kwa sababu njia za maambukizi zinafanana na zinaingiliana. Ila sasa tunasema yule mwenye maambukizi ya homa ya ini, mwenye maambukizi ya VVU akapata na homa ya ini, kwenye matibabu ni kwamba atatumia dawa ambayo inafanana. Kwa maana kama atatumia dawa, kuna dawa ambayo zipo ambazo huwa unazitumia, kama ataweza kutumia ile dawa, basi inaweza kumtibu pia homa ya ini. Lakini kwa mtu ambaye hatakuwa na maambukizi ya homa, hatakuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ana homa ya ini peke yake, basi matibabu pia yapo. Kwa hiyo dawa zinafanana, na ndio maana pia tunasema kwamba muingiliano ni mkubwa sana, ila haimaanishi kwamba mtu mwenye virusi vya ukimwi basi yeye pekee ndio yuko kwenye nafasi kubwa, kwenye hatari kubwa ya kupata homa ya ini. Hapana, hata mtu wa kawaida kama hatachukua njia sahihi za kuweza kujilinda, za kuja kujikinga na ugonjwa huu, basi yuko kwenye hatari zaidi pia ya kupata ugonjwa wa homa ya ini. Kuna dalili ulieleza mwanzoni na umeeleza dalili nyingi, lakini mtazamaji pengine angependa afahamu ni ishara au dalili zipi akiziona moja kwa moja awahi hospitali. Mimi na ambacho labda angalizo kubwa na maana nitamani kama mratibu wa huduma hizi ni kwamba tusisubiri dalili, kwa sababu kipindi ambacho tusubiri dalili, the likelihood ya kwamba umekosa, yani uko nje ya muda ni kubwa sana, kwa sababu wataalamu wanauita ugonjwa ni silent killer, kwamba hauoneshi dalili mapema sana. Kwa hiyo dalili, ukisubiri dalili kwamba bwana mimi nianze kuona rangi fulani za njano, ile yellowish kwenye ngozi, kwenye kucha, kwenye vitu vingine, kwenye macho, unakuwa umeshaanza kuchelewa. Labda uanze kuona mkojo, hizo dalili kubwa, uanze kuona labda mkojo wa rangi kama ya Coca-Cola, unakuwa umeanza kuchelewa. Na ndio maana tusisubiri dalili, wa Tanzania waweze kuhakikisha kwamba kabla dalili mtu apime, agundulike, kwa sababu matibabu yapo na huduma tumeshaanza kuzitoa. Ni vizuri wa Tanzania wote ambaye hajapima aweze kwenda kwenye kituo cha afya, kwenda kwenye hospitali yote aweze kuweza kupata vipimo. Lakini akiweza kupata vipimo, kama atakutwa na maambukizi ya ugonjwa huu wa homa ya ini, basi atapatiwa matibabu, kwa sababu nimeshataja vituo ambavyo sasa hivi vinatoa huduma za matibabu. Lakini kama hatokutwa na ugonjwa huu, basi ataweza kupatiwa chanjo ikitokea kama ugonjwa wa homa ya ini B. Lakini kama ugonjwa wa homa ya ini C, basi ataendelea kuchukua tahadhari kama hatakuwa na ugonjwa huu. Kwa vijana wenzetu, kwa sababu mimi na wewe ni vijana. Kwa vijana wenzetu ambao wanapenda sana kuchangia labda hivi kwenye kuchora tattoo kule, kuchangia hizi kama ulivyosema kujidunga, unawashauri nini katika kukabiliana na hili jambo? Ni vizuri sana ni vizuri, kwa maana vijana wanakuwa wako kwenye hatari zaidi, kwa sababu harakati ni nyingi sana. Ukianzia namna ya kuangalia kwenye hii, hata ukiangalia
kwenye hizi ngono pia wao wanakuwa kwa more active kuliko watu wazima. Lakini pia ukiangalia hata kwenye hizo kujidunga, hata kwenye madawa ya kulevya kwa maana ya kujidunga, bado vijana wako more active kuliko watu wengine. Kwa hiyo labda ningeweza kushauri kitu kimoja kwamba kwenye hizi njia nyingine, of course kuna vitu vingine haviwezi kukipeka kwa tunachora tattoo wanafanya nini. Kwa hiyo kikubwa ni kuweza kuchukua tahadhari ambazo tumeshazisema kwamba jamani, kama una vitu ambavyo unahisi vinaweza vikamsababishia mtu kupata homa ya ini, ni vizuri akaepuka navyo. Kwa hiyo kama kuna wachora tattoo, vifaa vyao wanavifanyaje? Kwa sababu kuna njia za kuweza kujikinga. Hata vifaa vyetu namna ya kuweza kuvisterilize viweze vikaa vizuri. Kwa hiyo ni namna ya kuweza kuchukua hizi hatua. Kwa hiyo ni vizuri wakaweza kuangalia ni njia gani ambazo wakajikinga kama nilizozisema, lakini kwa wale ambao watakuwa wanachangia vitu vyenye ncha kali, ukiachana na tattoo, pia kuna kujidunga. Kwa hiyo hakikisha kwamba wanaweza kuwa wanaondoa ile sharing ya mabomba, sharing ya injections, ili kuweza kuhakikisha tunakuwa na kizazi ambacho ni salama. Hivi kwenye ugonjwa huu kuna unyanyapaa labda kama kwenye magonjwa ya ngono na HIV? Pia unyanyapaa ni saikolojia ya watu, na ndio maana tunashauri kwamba waone kwamba ugonjwa wa homa ini ni ugonjwa ambao upo na unampata mtu yoyote, na njia za maambukizi kama nilivyozitaja. Unyanyapaa siku zote huwa haukosekani. Unyanyapaa huwa haukosekani kwa sababu hata mtu anaweza kaa na urinary tract infections kwa maana UTI bado akajihisi yes. Kwa hiyo naona kwamba unyanyapaa haukosekani kwa sababu mojawapo ni kwamba mtu anaona nimepata ugonjwa, watu wananichukuliaje? Kwa sababu ukianza kuangalia tumesema njia mojawapo ya kupata maambukizi haya labda ni kufanya ngono isiyo salama kwa maana bila kutumia kinga. Kwa hiyo mtu anaweza kusema kumbe labda mtu ananichukulia kwamba labda nilikuwa labda mzinifu sana nikaupata ugonjwa, labda nilikuwa na mchepukaji sana hasa kwa leo kwenye ndoa. Lakini tumeanza kusema kwamba tuwatoe wasiwasi kwamba huu ni ugonjwa wa kawaida kama magonjwa mengine. Watu waache unyanyapaa, wajue njia zake, kwa sababu kama hapo njia umeshaziona kwamba inaweza njia namba moja inaweza kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Kwa mtu anaweza kaupata kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Lakini njia nyingine inaweza kaa aliongeza damu sio salama, even though saizi Tanzania tuna damu, tuna mpango wa taifa wa damu salama ambao uko vizuri sana. Lakini pia ukija njia nyingine tofauti tofauti ambazo zinaweza kupatikana, mfano ya mama kwenda kwa mtoto pia. Lakini pia njia nyingine ambazo tunaweza kuzisema labda kama alishia kitu ncha kali na vitu vingine. Kwa hiyo labda ni watoe wasiwasi kwamba huu ni ugonjwa wa kawaida, naweza kumpata mtu yeyote. Kwa hiyo kama unaweza kupata mtu yeyote, usio na wasiwasi, nenda sehemu ya matibabu, pata tiba, umehuna maambukizi, pata chanjo, uweze kuhakikisha kwamba tunajenga taifa ambalo ni nzuri na salama zaidi. Muda wetu unakimbia. Dakika 5 tu hapa. Okay, nashukuru. Tuangazie labda pengine sasa mkakati kupitia eneo lenu hili la uratibu kupitia Wizara ya Afya, pengine mkakati wa muda mrefu wa kupunguza maambukizi mapya, lakini namna gani mnawahusisha sasa wananchi hata walioko vijijini, kwa sababu inawezekana athari sio bado kubwa kwao, lakini ni tahadhari ni nzuri zaidi kabla ya hiyo hatari yenyewe kuwafika. Tunafanya vitu vingi sana. Moja ya vitu ambavyo serikali inavifanya ni kama tulivyosema kwamba cha kwanza ilikuwa ni kuweza kusogeza hizo huduma za homa ini karibu kwenda kwenye mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi, ili uweze kuwa mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi, magonjwa ya ngono pamoja na homa ini. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kikubwa ambacho kwa kizungu wanaita integration, kwa maana kuhakikisha kwamba huduma za homa ini zinaweza kuwa karibu na huduma za HIV ambazo tayari zilikuwa zina uratibu mkubwa sana. Lakini kitu cha pili ambacho tunaweza kukifanya ni kwamba tunaratibu kila mkoa. Kwa kila mkoa tuna mratibu wa ukimwi, homa ini ambaye ni mmoja sasa anakuwa ni mratibu wa kudhibiti ukimwi, homa ini pamoja na magonjwa ya ngono. Wanatusaidia kuweza kuhakikisha kwamba huko kwenye mikoa watu wanapata huduma, lakini watu wanapata message nzuri ya kwamba jamani, njia sahihi za kujikinga ni hizi, matibabu yapoje. Lakini kitu kingine ni kwamba tunakuwa tunafanya vikao vingi kupitia, tunatoa huduma kupitia platform tofauti tofauti, mitandao ya kijamii. Lakini pia kama saizi ninachokifanya hapa pia ni kuweza kuelimisha jamii, ni mpango wa serikali kwamba kuhakikisha hizi taarifa zinafikia watu wengi zaidi. Lakini pia tumekuwa tukitumia social media tofauti tofauti, tunatumia Zoom, pia tunatumia Echo. Kwa hizi ni platform tofauti tofauti za kuhakikisha tunapeleka hizi huduma kwa watu, wanapata hii message kwamba ni ipo kiasi gani. Lakini kitu kingine ambacho serikali imekifanya ni kuhakikisha kwamba miongozo ya huduma ya matibabu inapatikana kwa watu wa huduma wote, ili waweze kujua homa ini ni kitu gani, matibabu yake yapoje. Lakini pia kitu kingine, ukienda kwenye nani, tumekuwa tukishiriki, mfano kuna kitu kinaitwa World Hepatitis Day, tumekuwa tukishiriki maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani. Lengo kubwa la maadhimisho haya ni kuwafanya kwamba watu wawe na uelewa mpana kwamba homa ini ni nini,
inasababishwa na nini, matibabu yake yapoje, chanjo ipoje, na mwisho wa siku kuweza kuchukua kinga na tahadhari, tuwe na taifa ambalo ni salama. Lakini kuna vitu vingine ambavyo pia tumeweza kuvifanya. Mfano ukija kuangalia kwenye media tofauti tofauti, tumekuwa pia tukitoa elimu ya homa ya ini. Asante. Tunakwenda kuhitimisha. Yes. Labda ulieleza mwanzo kwamba kuna matibabu ambayo yanapatikana kwa kuchangia, kwa maana kwamba mtu akigundulika, na hizi chanjo pia kuna ambazo zinachangiwa kwenye kuchunguza afya, kwa maana kwamba mtu anataka sasa akabaini na tatizo ama sina, kuna gharama pengine. Sasa kwenye matibabu ni kwamba tunajua watu wanavyosemaga matibabu ni bure, haimaanishi yote ni bure. Inamaanisha serikali imeweka pesa, imetumia zile pesa zake, resources tulizonazo kuweza kuhakikisha watu wanapata dawa. Ila dawa sio kwamba bado zinatengenezwa bure, hapana. Kwa hiyo cha kwanza serikali iliona kwamba ipeleke matibabu. Kwa hiyo matibabu kwa maana ya dawa ni bure, zipo za kutosha watu waweze kupata matibabu. Lakini kuna huduma kidogo ya kuchangia kwenye chanjo. Kwa hiyo bado chanjo tunaweza kusema tunachangia. Kwa hiyo ni huduma pekee ambayo kwenye homa ya ini, na nimesema kwamba homa ya ini ambayo inasababishwa na virusi B bali ina chanjo. Kwa hiyo kama ina chanjo, maana yake watu wanaweza kuwa wanachangia ile cost, na cost yoga sio kubwa sana kutoka kwenye vile vituo ambavyo ni vya serikali. Sekunde 30 tu. Ni kwamba pengine kwa ambaye yuko kijijini, yuko kwenye kata, hizi huduma za chanjo zinapatikana kuanzia ngazi ipi? Pengine zahanati ama kituo cha afya, au anatakiwa pande juu zaidi ili kuzipata? Huduma za chanjo zinapatikana vituo vingi, kuanzia vituo vya chini vinapatikana hizo huduma. Kwa hiyo mtu anaweza akaenda kule akapatiwa hizi huduma, akaangaliwa kama hana maambukizi, akapatiwa huduma. Kuanzia vituo vya chini sana serikali imejitahidi vituo vingi vinapata chanjo. Ila matibabu ndo kidogo kwa ngazi ya juu, lakini yenyewe tunategemea kwa shusha chini, lakini mpaka sasa vituo hivi vya chini vinaweza vikapata chanjo. Mtazamaji, ni Barnabas Gabriel, mratibu wa homa ya ini kutoka Wizara ya Afya chini ya Mpango wa Taifa wa Kudhibiti Ukimwi, Magonjwa ya Ngono, yani STI na homa ya ini. Nilikuwa nikizungumza naye hapa mada kuhusu hali ya ugonjwa wa homa ya ini kwa hapa nchini kwetu Tanzania. Langu jina ni Amani Mbando. Nyuma ya kamera alikuwa Mapendo Kasichi, ambaye tumekuwa sote hapa kwa takriban dakika 30-35. Nakushukuru sana Mr. Barnabas. Asante sana. Naam, mtazamaji, mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Tunarejesha matangazo haya ya studio jijini Dar es Salaam, na muda mfupi kutoka sasa utapata marudio ya Asubuhi Njema, kwa maana kwamba taarifa ya habari